Sitaka tushindane na mtoto. Tushindane kabisa, tushindane na mtoto, tushindane sio mtoto. Ni maana hawamwezi kwa sababu ya mamlaka na nguvu ambazo kutoka nazo. Hapo tushwa Mungu kaeni chini tafakari. Kaa chini. Utafakari, alafu usonge mbele. Hatukutegemea wala hatukujua kama Mungu atakuja kumalizia kwa watoto. Hatukutegemea na ni bora. Mimi kila asante nikipanda taarifa ya Mungu. Uliona kwa watoto kumalizia gani? Maana watu wazima wenye wajali tu wanatumika huko. Mtu mzima kama haijuliwe kwamba agano lake ya kufikisha agano, kwamba huyo apewe roho ya kufikisha agano. Mtu mzima tungefika tumechoka. Tumechoka. Malaiki mambo mengi unafahamu. Ukimjenga hivi na haribika, anarudi hivi. Ukimweka sawa anaona kama unamuonea, anaona kama unamponda, unamuona kama vile unamwaibisha mbele ya kanisa. Ukimwambia hakuna. Kaka watoto sote kuongea, hawajui kusema, hawajui kuzidi, hawajui kutamani mwanamke na mwanaume, hawajui uongo, hawajui chochote, inabidi kutulia humo ili agano lake lifike. Ndio kwa tumefika tumsha Mungu. Basi Mungu atakaa sasa kwa nani tena ili tujafika masaji yafika. Kama tutafika, tunategemea Mungu atainua nani mwingine ili atufundishe. Nani mwingine anategemea wewe kwamba Mungu atainua mtu mwingine atakayefikisha agano. Nani mwingine atauinua zaidi ya watoto? Tunafika kama ni mazamani kuona kwamba aliona tumefikia mwisho, tunatoa cheti za kuingia, anaona jihadi ile pale, akaonyeshwa mtoto wa kiume na kabisa. Ndio ameshakaona. Aliona kwamba tunatakiwa tupeleke maji. Kama kuna mtu mnyonge akatoka mbali, ametoka mbali, akachukua nafuata maji anatupa tunakunywa. Yale maji hizi ndio yeye. Lakini baadaye alipotoka ile kipengele akaona mke wa Haruni na huyo hata hawajaoana. Wakaona wanaokota mtoto wa kiume wali kabisa, lakini akaota mshafika. Sasa si ndio hapo. Kumbe Mungu alikuwa ameniweka agano lake linafikishwa na watoto. Ndio maana akaonyesha hicho kitu mwishoni, kwamba agano hili litafikishwa na watoto viumbe walioandaliwa watakaofikisha agano. Leo angalia watoto jinsi maajabu yanaleta. Mtoto wa Diana nikimwambia jambo tu hivi, hata kama analiaje, akilia nikienda kumweleza tu kitu, nikimshika tu nikambeba na sinzie kwa wangu, na baada achukua kutusha mimi na nampa nenda kwa mchungaji. Yeye ameshindwa. Beba gongoni, beba hapa, fanya hivi, tembea ni mazima na pembeleza, tembea ni mazima, tembea jamani baba mimi tena gongo nimeshinda toa huko. Nimeshindwa njoo. Nikiingia tuamlete, kimbeba tu nikaa. Kimya, yani kimya na kabisa lazima. Niendeza mkara. Mtoto ananisikia. Nikianza kuongea ikaanza kucheka. Neema ya Mungu tumekirimiwa. Tumekirimiwa neema ya mfano Ismaili. Umasikini unaenda kuisha. Kuvaa madaso kunaisha. Kukosa kodi kunaisha. Kujifunga vitambaa kichwani kunaisha. Kusuka malasta ya kunukanuka ya bei rahisi kunaisha. Sema haleluya. Amen. Lasta shinga pia
lakini bei rahisi hiyo ngoja kesi ndipo picha karibu yake uone harufu natokea harufu hapa bei rahisi aje mfalme Swahili amen pewe sifa tawala amen Mungu huwa ni mwenda pole watatukana huyu mama ni zombi huyu mama katapila Mungu ndo anazidi kwenda ndio anazidi kochato huyu mama tapeli katapeli watu kadanganya macho ya watu anaenda tu anaenda mpaka kufikia hatua hii hapa kwa kweli watumishi wa Mungu mwili ni mbaya sana mwili ni mbaya sana mwili usitangulize mwili kwenye utumishi wako mimi natafuta mwili sina mwili na Mungu nashukuru kunitolea mwili kwenye utumishi wako nisingeweza nisingeweza tauna mwili lakini kwa sababu mwili nimeweka pembeni ndio maana na survive naweza Mungu anazidi kuninua nazidi kupaa nazidi kwenda nafanikiwa kwa sababu mwili nimeweka pembeni aile mfalme Swahili amen apesi kwa tawala katika utumishi wako unapokwenda usitangulize tamaa hautaweza tanguliza utoaji tanguliza kubariki watu tanguliza kuwabariki watu unachokipata gawana na maskini ambao waongoza tanguliza kuwabariki ndipo tunaona hautaishiwa ninakufundisha tanguliza kubariki wewe ni zawadi za watoto mamilioni mangapi zaidi wewe umetoa ile tu gani ile gani milioni 1 na baraki ile damu ndio ingiza na inaendesha milioni 1 na kitu haya ndio tunaona na watoto wote wanne ndio ile mambo ukijulia zile nguo na yale magari karibu milioni 4 na kitu hizo zawadi za watoto hizo zawadi zilitoa hapo sio nguo za ronya hizo ni nguo zile sio zile za kushana hizo ni nguo za taki na unajua taki Uturuki ni nguo za taki hizo za Uturuki mimi sipende kutoa zawadi ya chini natoa zawadi ya kiwango cha juu ni milioni hapo yameenda kwenye zawadi za watoto wetu hasa bali mama siniangalie na mama watoto kwa wanakula wanakula sio wamependeza sio wamependeza walipokuwa wamependeza wamenawili kwa sababu wanakula vizuri mayai si nini si tuboga tualishe si nini ni wanaweka si nini yani wana vyote vyakula vya lishe wao wanakula watoto aliwe mfalme Swahili bado masabuni kufua nguo bado si nini na nini wana watoto hautaishiwa hata wewe jifunze kwa baba yako usitake kwenda kujilimbikizia baba niende serikali kujilimbikizia kama biashara nianze siniweke manini sina kampuni gani sinapata masadaka nifanye hivi sifanye Mungu anatoka haraka sana kwako atatoka kampuni lako wale watu ndio wale kampuni lako shirika lako wale watu ndio kwa shirika lako sio kwanza kufungua matwanda tufungua manini watu kiza mapesa utashangaa ni wale utafilishiwa unapelekwa kwa sababu ya kwenda kukomboa wanadamu kwa hiyo utalia madhabahuni sio kufungua mabitega uchumi unafungua manini ndio kuyafungua ya nini wewe utapata pesa kupitia watu ambao wanaenda kuongoza na wewe utaongoza watu kama jinsi hapa sisi ambao sisi hapa ni maskini wote hapa utakwenda kuongoza watu wenye pesa na maskini watakuwa mtawasaidia wewe lakini sio kama watakuwa wengi na utakuwa hauna yani uchungu kwa sababu baraka zitakuwa nyingi utawabariki utawafanyia maana ni agano la mwisho wewe utakaoongoza watu kama hawili hapa
Kwenye mateso na hangaika kutaka hao hamna kabisa. Aelewe mfano swali. Ape sifa mtawala. Unapokwenda kuongoza, mnaongoza watu, mtakupitia mamlaka hiyo wewe kwa Danieli. Kupitia kiti cha utawala, kicho kwa Danieli, mnakwenda kutawala paka wote hao. Ukijiangalia mimi kitaweza nikati mshaka kama hiki. Siwe kama hiki wewe unafuta tawala kama binadamu. Ni ile mamlaka na nguvu yako ndani yako inakwenda kufanya kazi, sio wewe. Ile nguvu unabeba inaenda kutoka kwa baada ya kukomboa wanadamu. Atukuze mfano. Kwa achana na tamaa. Tamaa ni mbaya. Tamaa ni mbaya. Tamaa kufikisha mabaya. Kaongoze watu bila kutamani pesa zao. Wataleta tu. Lazima funga kwenda toa, lazima sisi sadaka ile atatoa, lazima sadaka uteketeza atatoa kwako, sadaka ile atatoa kwako. Na hapo sasa hawatatoa kusukuma. Watatoa kukimbia kwa sababu wameona maajabu. Sio kama hivyo wanasukuma. Kwa sababu wameona mapendo, wameona ndio Mungu hapa ndo kutolea. Maana duniani mpaka sasa watumishi wa Mungu wanatoa sehemu ambayo Mungu hayupo. Na wanamwaga mamilioni yao pale na maajabu hawajaona. Leo kuja kuona matukio kama haya, watatoa bila maswali. Bila maswali yoyote, maana wanaona. Ni wajabu. Haijue kwamba zime. Kwa hiyo katika utumishi wako ambao unakwenda kutumika huko, acha kabisa masuala ya hizi. Hizi ni zako. Haijue kwamba. Hizi ni nini? Ni zako. Usiparamie kaza mamigoto. Si nani nene, si niweke nene, si nifanye nini? Achana na tamaa. Saidia watu. Haleluya. Saidia watu. Mimi ninaposaidia watu sio kama na hela. Pesa niona mimi sio kwamba ni kubwa, ni ndogo tu. Lakini na udogo wake waona imanage. Amen. Na imanage na udogo hiyo hapo ilivyo ndogo, lakini na gaga hivyo na manage. Natoa sio kama na pesa. Ukijiangalia wewe uliyekaa hapo, ndio ndani niwezesha mimi. Sasa wewe jiangalie sawa, una nini wewe hapo? Unaweza? Hebu niambie sasa wewe mtumishi wa Mungu. Sasa mimi na hela gani sasa? Ukijiangalia tu wewe ulivyo utajua mimi nina hela au si. Lakini ninachokipata ayule mfano swali. Ape sifa mtawala. Amen. Halafu wapende sana ule ukula kuwachunga. Wasamini, yani wapende sana, maana hao ndio ajira yako wewe. Hao ndio watakupa wewe maisha mazuri katika roho na katika mwili. Hao ndio Mungu anawatazama. Sio pende tu pesa zao afu wachukie roho zao, mwili yao. Penda, wapende ili umguse Mungu, penda kondoo zake. Amina baba. Penda. Sipende kabisa kama mimi ninawapenda nyinyi. Kama ninavyowapenda. Sipende kondoo ambazo ataongoza. Maana hiyo ndio ajira yako ya kufikisha mbinguni. Na Mungu baraka zake atazifungulia kupitia kupenda wanadamu. Ongoza. Aliyefa. Kama wanadamu nao waongoza usipowapenda, na baraka Mungu anaziminya. Na wewe utawawekea wanadamu wao kuchukia. Ninakwambia. Sasa unapenda hela zao tu lakini roho yao upendi. Unapenda roho zao tu lakini roho yao upendi. Mungu atakufungulia baraka. Hawezi kufungulia. Utakimbia kazi. Yatakuchukia yote. Ili muone Mungu, penda watoto wa Mungu. Maana Mungu anakupatia karama ili wote ambao Mungu anawakusanya warudi kwake. Sasa usipowahudumia vyema, utaenda kwake. Lema hataenda kwake. Ili wahudumie vizuri kama mimi, mpaka leo nimekufikisha hapa kwa sababu ya kukupenda, sio kupenda yangu, kupenda wewe mimi. Amina.
kuachilia vitu vya zamani kwao. Endelea. Hawasabini. Sio kusabini mifuko yao. Hakika Mungu atakutoa kwenye kituo, utatolewa kwenye kituo, nakwambia. Utatolewa. Maana utakuwa kama na kwenda kwa sababu ya maslahi, sio kwa sababu ya roho ziende mbinguni. Amen. Penda kabisa roho zao. Na sasa semina zetu ndio hizi hapa ambazo tunakuelekea. Penda roho zao, wasabini. Ukiwasamini na damu, umemsamini Mungu. Amen. Umemsamini yeye. Umesamini roho yake. Maana wanadamu Mungu akiingia hata mbinguni moja, mbingu yote hufurahia. Malaika usifu, malaika ushangilia. Wanadamu mmoja anapokombolewa. Kwa unapowasamini wanadamu, Mungu atazidi kujaza ili kusudi wapate kuwajaza wao. Utafika tena ndani yako, yakazidi kufunguliwa upate kuyapata. Lakini usipowasamini, hata vitu vyote ambavyo Mungu ameviweka ndani yako vya utawala vitatolewa. Vitatolewa. Maana utavitumia kama nini? Kama biashara vile vitu. Kwa Mungu Baba atavidofoa, atavitoa vyote kwako. Kwa hiyo wasamini kwa kiwango cha juu. Wasamini, wapende, ama unakwenda kuwachunga. Wapende, wakubali. Aje mtu anafunza, kuna siku niliona maono, haya maono ya kishi. Nilionea mwenyewe maono, nikaona mwenyewe. Mimi nikaona Mungu ananiona na wewe. Nikaona kama tumepewa, kwa kuna sehemu tunakwenda kuchunga. Yaani mtu anayepata kati kidogo tu. Akija niko mimi siko na mwingine na Abigail huyu wa Donato. Abigail sasa ndio dada. Nikaona huko nikaona sasa nani mwingine. Sasa mwingine watu kama sita na nisale hizo. Nika huyu wa Petro. Sasa mwingine sasa neema. Sasa mwingine sio kumbuki vizuri. Nikaona sasa kama tunakwenda kupeleka injili sehemu. Na mimi nikiwewe. Tukafika sehemu kwamba tujulikane kabisa yani. Yaani tujulikane wa mleti, tui wala tujulikane. Akatokea mama mmoja, mimi nikamjua. Nisema, "Kumbe wale tuko sehemu tunakula kwa kwenye restaurant tuko tunapumzika tunakula pale." Nikaona nimepita dada mmoja nikamsema, "Huyu dada sasa mpaka hadi mwanzo huyu." Ushaje na kanadu huyu? Mimi alisema tu kwenye usingizi. Umo kwenye maono sasa. Ndio mkimbilieni mwambie tu hapa. Atatujua tu sisi. Kwenda akamkimbilia. Akaja akatujua, akatupokea vizuri kwa jamani. Tuende kama kazi kama tuende huko nchi ambayo msijui. Tukafika tukaenda kwa daktari huko sasa. Ndio dada. Nisipokuwa namuona mimi. Baadaye akawa na rafiki yake ambaye ni mzama dawa tu hizo za binadamu. Akatupitisha tuseme nani rafiki yangu yuko hapa. Alimuuliza rafiki yake masaji. Mama amepona. Mama yangu ni mgonjwa wa miaka mingi. Ni mgonjwa wa miaka mingi hapo sasa hivi nimekuona jamani kwa sababu baba atampataje? Tena jamaa sasa hivi nipate mama kitu kwa nchi za mbali. Lord, tuko sasa kama Petro na Sadeso ni Abigail ameshika kamera, yeye huyo ameshika kamera na nani ataitobile nimuona. Ndio msamaha. Sasa huyo dada akaniambia tu mimi kama mama yangu jamani mgonjwa miaka mingi mno. Mimi ndio ndio mama yangu anakupenda kabisa kupona mambo na kama amina twende tukaenda sasa kwenye chumba. Aliuliko huko yeye mwenyewe anakuwa kuingia. Huyo mwenye mama yake. Yuko mafungo tumlango yuko huko ndani muhimu. Kasema mbaya. Mimi nikafikia mafungo ile mlango nikaingia wewe tukutoa ndani. Akikaza asante kwa nini. Nilimkuta yule mama ameoza. Kaoza ameoza ameoza kwa mtu. Yaani hapa tembei ameshakuwa mlemavu uko pale maji yako pale ukimshika unashika usaha kishika unashika usaha na kikawa wadudu wanatembea chumba kinatoa mshahara tu. Nikafika nikafunga milango nikatokea tu harufu nikaingia huko. Nilipoingia nini hawa kanikimbia wote hao wenzangu. Wote wakama yake kwa hivi huyo apige kwa hivi.
kuonyesha. Peke yangu ile harufu wale wakishika funza wale wakubafuta maalum maana au miaka machimbo kini kubadala. Kala kinaongea kama chini mboni. Nikisema Mungu yeye ndio. Na leo ninaomba baba katika jina la naangalia hamna kama mtu huyu wote wameshakimbia kwa duka la tukio msiku. Harufu watu niliomba nikafuta harufu kaingia patumboni nikashika mkono kutoka na usaha na leo nikaomba akanyanyuka nikatoka naye nimemshika mkono akainuka akatembea mpaka kwenye duka kule kwa alikokuwa kule. Hawa kuna mapeto wamesimama huko mbali wako hivi wako mbali alipofika mama yake vile vitu baba umetembea madonda kesho yote pale kila kitu akawa mzima akawa kila kitu alianza wakenda kumwosha kubadilishana kwa mzima ila wale wenzangu wamekaa karibu. Nikasema sikia sauti ya Mungu ndivyo ilivyo. Waambie ndiko wanakokwenda. Hata wengine duniani na kutaka hizi. Waambie ndiko watakao wakimbia wagonjwa. Ndivyo hivi nimekuonyesha hapa, nimekupa tu action kwamba watu wako watakaokimbia wagonjwa watakutana na wagonjwa hivi. Na mimi nataka watembee, nataka wapone. Lakini angalia jinsi ukimbia, umebaki peke yako. Hivyo shtuka ni sababu ya msingi masenga tu hapa. Kuna kile baba hili ni somo letu tuweke. Maana ndiko tunapoelekea tunaenda huku. Kwa hiyo Mungu amekuonyesha wewe ili tufundishe sisi. Kwa tutakutana na haya. Na Mungu kabisa ananiambia sauti kama ndivyo ilivyo. Watawakimbia. Nenda kawaambie. Wanataka duniani watakutana na vitu kama hivi. Watastahimili. Nilishika na kabla funge nilishika kwa mkono wangu huu. Nikamaliza nikachemshwa maji nikanawa na sabuni nikaoga. Kwenye maono nikaanza ndivyo na kukimbia hivyo. Ndivyo sasa waambie wanakwenda kukutana vitu kama hivi. Ile kama Janet yeye kama hata kutika eneo la kitu. Alikali pale alifikira kugelea kula kutoka kabisa. Akaje chungu aweze kutumikia. Ili kama huyu aweze kutumikia muone roho yake hivyo. Watumishi wa baba niliamka asubuhi nikakata taarifa Mungu. Unanifulia jambo hili na maana kubwa hii. Ndiko tunapokwenda sasa. Tutakutana na waifu sio tu wale wazuri tu wale mataifa, chunga mataifa, uchunga mataifa, tunaenda mataifani. Mnaenda kukutana na katapia kama hizo mataifani. Zimo zinawasubiria tumetulia kukabisha watu. Zimo zinawasubiria Mungu ameshikia roho zao zisife. Zinawasubiria nini hao? Kwa lazima ni kuvaa ujasiri. Hata kuvaa siri nini zile za gorofi shida hiyo hivyo. Wapo sidani. Wazee papa mlaka hakuna kukimbia mgonjwa. Umekaribishwa kwenye kiti, tamka pale pole. Tamka funguliwe. Aliwe fama zwali. Hakuna kukimbia. Asema hale. Juu huyo. Akikimbia na kabla huyo. Wadi. Alizunguka mbele mzunguko. Mungu anaenda. Kamera yake. Aliwe fama zwali. Jamaa tupige hizo roho. Tusikatae hizo roho kwa jina la Yesu. Katae hizo roho kwa jina la Yesu. Waambie sitaki leo kukimbia mgonjwa. Sitaki leo kukimbia mgonjwa. Aje mgonjwa yote na baba mtie nguvu akafunguliwe. Yaani ombeni kasa maombi kwa jumbani. Kataa leo kukimbia mgonjwa. Yeyote tukiingilia. Tumishi
mwaka wa kwanza, sadaka kuongoza dunia mwaka wa pili, sadaka kuongoza dunia mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 5, wa 6, wa 7 ikafungwa sadaka kuongoza dunia. Hiyo imeshaprogram kwenye hesabu. Tumeona? Kwa sababu ile ishara ndio tunayoishi ni matano. Ona hiyo ishara kwamba tutaisha. Mungu ametupa mamlaka tukimbia moja. Katupa nguvu mpaka ishara ya mwanga kwamba ili mjue kama mwanga umeupokea. Akaonyesha kibinadamu. Mpaka mzuri macho mtumishi wa Mungu. Na tuambia kwa tetemeko kubwa kama alisema watumishi wa Mungu, tusipo mwanga, tusipofanya vizuri kazi, tunaisha. Kwa jinsi alivyo kubwa. Kama tutamaliza mwanga. Hakuna kukimbia kwa watumishi wa Mungu. Tunakwenda mwaka huu mpaka mtandao unashangaa kuzaa dada. Umezaa. Umezaa. Unanyonyesha, ninanyonyesha. Au umeiba, nimezaa. Mtoto wa hali aliyekuja kukamilisha agano. Na sasa tumekuja tukiwe hatujamwasi baba yetu, hatujamkataa baba yetu, tumekutwa tumo kwenye agano, tumo. Sasa wewe tukimbie wagonjwa, ile ya mkana tumeshaivunja hiyo. Sasa ndio kile kitabu Mungu amenifungia kukimbia wagonjwa. Na yeye tumelishinda. Zumaia atawala ndani yetu. Atatawala. Toka nenda kwenye jina zaidi nasubiria kufa kwenda mbinguni. Nenda kama mzee ndani za jichi usubirie kukata roho na kwenda mbinguni. Umeshindwa kazi, utawagilizia gani za kwenye jiji la Zumaridi. Na kwenda restaurant na kula na pamoja na kwenda kwenye TV kuangalia matendo ya wenzako wanaoyapenda. Kama utaona sasa unakula wakati unapumala wewe subiri kukata roho kwenda mbinguni. Hamna kukimbia. Amina. Sawa? Tuwe uchuche kwa Mungu aliona nionyeshe kabla hatujaenda. Ili kusudi niwajenge. Niwafundishe. Dogo pera. Mwambie mwenzako dogo pera. Dogo pera. Jobia gopela ni kukimbia. Kwa hiyo dogo pela hakuna kukimbia. Maana yake hakuna kufanyaje? Kukimbia. Tumetoka mbali kote. Tumetafuta sadaka kwa jasho tupate nguvu ya kuendelea kupata mataifa. Tutapokelewa kwa madini ambayo Mungu ameajaza ndani yako. Kwa madini mliojazwa, kwa matamko mliotamkiwa, kwa sadaka ambazo umezitoa, kwa mikono ambayo umeshaibeba kwangu, hakika mtaona mnaenda kukimbiliwa kama zaidi ya almasi, zaidi ya dhahabu, ndio kukimbiliwa na wanadamu kwa nguvu mlionayo. Amen. Mlishuhudia Jumapili matano. Mtakimbia kila mtakaposikia kuna mtoto wa Zumaridi mzao wa kwanza, unaenda kuokota watu mapanzi, unaenda kuokota watu kama kumbikumbi. Kila mtakaposikia kama ni Shinyanga tu hapo, Shinyanga yote ti, Arusha yote ti, sitaweka hapo na watu maskini Lara Jabi. Utaanza kutoa story kama mimi ambaye
ambavyo leo nataka story kwa ajabu. Na ndivyo wewe utakapoenda kutoa story, kuna ajabu. Kuna kwa sadaka, kuna mwaga zege, kuna fanya hivi, utakuja kutoa story kama mimi navyotoa leo. Na wewe utakwenda kuwatolea, utakwenda kuongoza. Utaenda kuwatolea story ya maisha yako. Na kipindi na nishindania agano. Kipindi na nipigania agano mapito unayopitia. Kipindi na nipigania agano. Utaenda kutoa story. Kama mimi nikutoa story leo kwenu. Barikiwa na furaha swaliti. Sina mengi zaidi. Nilikuwa natamani kuongea na nyinyi kwa kweli. Barikiwa na swaliti. Fuatilia channel yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.